kuhusiana na Haydom yetu, kuhusiana na Simba yetu, lakini kuhusiana vile vile na Haydom Marathon. Niwashukuru nyote ambao mmefanya maandalizi haya ndani ya muda mfupi ya kuja kunipokea, na ni mapokezi makubwa ambayo sikutarajia wala kutegemea ningekutana nayo asubuhi ya leo. Niseme tu asanteni sana, mmeonesha dhahiri ya kwamba mna mapenzi makubwa na Simba yenu na mna mapenzi na watu wenu wa Simba. Lakini kwa kipekee kabisa ni shukuru hospitali ya Kilutheri ya Haydom kwa kufanikisha mimi kufika hapa katika mji huu wa Haydom. Nilipata mwaliko kutoka kwao wakiwa na jambo lao la Haydom Marathon, na mimi nikasema nina kila sababu ya kufika Haydom kwa ajili ya kushiriki mbio hizi, lakini kufanya hamasa kwa wanasimba waweze kushiriki kwa wingi mbio hizi kutokana na umuhimu wa jambo lenyewe. Lakini natambua kwa sababu nimeshapata jumbe nyingi kwamba huku kuna wanasimba wengi kweli kweli, na tawi la Simba Furaha Yetu ninalifahamu tangu mchakato wake umeanza. Kwa hiyo nikasema wacha nifike ili tukamalizie mchakato wa kulifanya tawi hili kuwa tawi rasmi la Simba kwa hapa Haydom. Ndugu zanguni, jambo ambalo liko mbele yetu hivi sasa, kwa maana kesho kutwa tarehe 31 ni Haydom Marathon. Nyie mnaijua zaidi kwa sababu huu ni mwaka wa 9 Haydom Marathon inafanyika, na wanufaika wa moja kwa moja wa Haydom Marathon ni ninyi wakazi wa Haydom, kwa sababu fedha inayopatikana kwenye michango yenu, kwenye fedha zenu za usajili, inakwenda kuboresha hospitali ya Haydom. Tafsiri yake ni kwamba mwana Haydom, hospitali ya Haydom ni hospitali ya nyumbani kwenu, ni hospitali ya nyumbani kwako. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kupambana kuhakikisha kwamba hospitali ile inakuwa na huduma bora kwa maslahi yetu wenyewe. Kwa hiyo nikasema wacha nije tuje tuhamasishane, tuje tuone kama hili ni jambo la msingi na jambo lenye umuhimu kwetu sisi wana Haydom. Hospitali ile inavyozidi kuwa imara kwenye kutoa matibabu, ndio inakuwa faida kubwa kwetu. Kwa ndugu zanguni wana Simba na hata wale wa timu nyingine ambao ni wachache kwa hapa, nichukue rai hii, nichukue rai hii kualika katika mbio za Haydom Marathon. Fedha ambayo inapatikana kwenye Haydom Marathon inakwenda kuboresha huduma ya mama na mtoto, lakini fedha inayokwenda kupatikana inakwenda kusaidia wagonjwa ambao watapatiwa matibabu lakini hawana gharama za kuhudumia hayo matibabu. Sasa tujiulize hapa hii leo, nani nyumbani kwake hana mama, hana mke, hana dada, hana bibi, hana mtoto? Jibu ni kwamba hakuna, kila mtu. Kwa hiyo tunawajibika kwenda kuihudumia hospitali yetu kwa kutoa mchango wetu, na hospitali ile ni ya kwetu sisi wana Haydom, kwa sababu ukiugua hapa haupelekwi KCMC, haupelekwi Muhimbili, haupelekwi Dodoma Benjamin Mkapa. Hospitali yako ya kwanza ni Haydom. Maana yake tuna wajibu wa kuitunza, kuilea hospitali hile, na hii ni baraka kwetu sisi wana Haydom, kwa sababu hospitali kama hiyo wengine mikoani kwao hawana. Kwa hiyo tunawajibika kuitunza hiyo hospitali. Lakini uweze kujua wakati utakapougua utakuwa na hali gani ya kiuchumi. Kama utakuwa pecha lolo, maana yake ni kwamba Haydom itaweza kukuhudumia, kwa sababu kuna 30,000 ulioitoa kwenye mchango wako wakati unakimbia mbio za Haydom Marathon. Kwa hiyo ndugu zangu wana Simba, hili jambo tusilichukulie juu juu, tulivae, tulibebe, tulione ni la kwetu kweli. Hata kama uwezi kukimbia, ni mnene kama jamaa yangu hapo, lakini toa mchango wako kwa ajili ya kufanikisha
maboresho ya hiyo hospitali. Hiyo hospitali imejengwa na mzungu, si ndio bwana eh? Akatukabidhi sisi wa Tanzania na ametukabidhi sisi wana Simba hospitali yetu hiyo. Kwa hiyo tunabudi wa kuitunza na kuiendeleza hiyo hospitali. Wazungu wakitaka kuendelea kuchangia wanaruhusiwa, lakini sisi ndio tunapaswa kuguswa zaidi na hospitali hii. Na tuna hospitali kubwa, hospitali nzuri ambayo inahudumia mikoa mingi zaidi. Kwa hiyo tunapaswa kuifanya iwe hospitali ya kisasa zaidi. Kwa hiyo mbio ni tarehe 31 na tarehe 31 hiyo tuna mchezo Babati. Kwa hiyo tunakimbia kwanza, tukimaliza hapo, na mbio ni asubuhi, hakunaga mbio za mchana. Mbio ni asubuhi. Tukimaliza kukimbia tunaingia mgari, safari tunaelekea Babati, tunakwenda kumnyonyoa mtu mnyama na anaingia zake fainali. Kama hauwezi kukimbia, toa mchango wako, changia fedha yako hapo. Asubuhi wenjo zako Babati, waache wenye afya wakimbie. Ukirudi utapewa matokeo, nani kashinda, nani kawa mwisho. Lakini lengo sio kumtafuta wa kwanza na wa mwisho, lengo ni kuboresha huduma za afya katika hospitali yetu ya Kilutheri ya Haydom. Hilo ni la kwanza. La pili, tarehe 31 tuna mchezo mgumu sana dhidi ya Wanyaturu. Ni jirani zenu ampo wewe ni Singida au ni mchezo mgumu, kwa maana ni ngumu kumfunga mtu mara mbili ndani ya muda unamfunga, lakini ndani ya muda mfupi lazima itakuwa na ugumu wake, kwa sababu tayari tumecheza jana. Yapo makosa ambayo ameyafanya, anakwenda kuyafanyia kazi ili tarehe 31 awe na mchezo mzuri ya ule ambao umepita. Kwa hiyo kila mwana Simba wa hapa Haydom atambue ya kwamba tuna mchezo mgumu kweli kweli. Lakini tunapozungumzia ubora ama standard, sisi na Singida ni mbingu na ardhi. Tumewaacha mbali kweli kweli, tena mbali sana. Na tena mbingu yenyewe ninayozungumzia hapa sio hii tunayoiona, ni mbingu ya 7. Na ardhi tunayozungumzia hapa sio hii tunayokanyaga, ni ardhi ya 7 huko chini kabisa, kwenye magma huko, kwenye mavolkano huko ndio wanapatikana wao. Kwa hiyo ni mbali kweli kweli. Lakini kwenye mpira kila kitu kinawezekana. Inategemea mpinzani siku hiyo ameamkaje, na nyinyi siku hiyo mmefanya makosa gani, na hatimaye naweza mkaadhibiwa. Lakini sisi lengo letu ni kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC ambao tutachukua tarehe 15 ya mwezi wa 6, na kuchukua ubingwa wa kombe la CRDB tarehe 15 ya mwezi wa 6. Tuna mchezo wa dabi. Mchezo huu una option mbili. Wakija tunachukua ubingwa, wasipokuja tunachukua ubingwa. Kwao hakuna hafadhali. Ndio wanasimama, ukisimama nchale, ukinama nchale. Kwa hiyo wakija, sisi tunachukua ubingwa tarehe 15, wasipokuja tunachukua pointi 3 na magoli 3, mnyama anakuwa bingwa. Kazi inakuwa ni nyepesi namna hiyo. Wachague wao sasa, wanataka kuchukua bingwa kwa njia gani? Wasuse ama waje tuchukue bingwa kiulaini? Huo ni kwenye upande wa NBC, hesabu zetu zimeshakaa sawa sawa. Kwenye ligi kuu, kwenye kombe la shirikisho la CRDB ndio tunakwenda kupepetana na Singida siku ya